inasema kwamba wana wa Israeli walikula mana lakini hawakushiba. Kumbe kulikuwa chakula kingine. Kwa hiyo mimi natoa kama mana tu kwa asubuhi ya leo, lakini kwa chakula ambacho kitakushibisha kama ni kwale. Naomba nitoe shukrani zangu kwa meza kuu na viongozi wote ambao wanasimama katika maombi katika kanisa hili, kwa sababu ndio wanaowezesha ibada za hapa ziende sawasawa vile Mungu anataka. Lakini pia namshukuru mama mchungaji kwa kumfanya mchungaji wetu azidi kuwa imara katika kumwabudu Mungu, kwa sababu mwanamke akishateleza hakuna tena ibada hapo, si ndio? Kiongozi wetu analindwa na mama Ahabu alishindwa kulindwa na mke wake Yezebeli, lakini sisi tunaye mama mzuri anamfanya mama mchungaji wetu aendelee kuwa imara. Hivyo basi naweza kushukuru katika neno hili. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye imara na mtakatifu, umeniweka mbele ya watu wako Mungu kwa kusudi ambalo Mungu umekusudia wewe. Unajua neno ambalo liko ndani yangu ambalo umeliweka ni neno la uzima, ni neno la kuponya. Naomba Mungu likaponye, likaonye, likalete amani na furaha. Lile jambo ambalo lilikuwa gumu likaweze kuwa laini tena. Kile kizuizi ambacho huwa kinazuia mtu asiende mbele ikaweze kufutika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa mbinguni, ukawa imara siku ya leo na kila mmoja akapate faraja na amani, ili moyo wake ukapate kujua ya kwamba ni kipi ambacho anatakiwa kukifanya katika hema yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba na kushukuru wote, tuseme amen. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sifa. Nina kichwa cha somo kimoja ambacho kinasema nguvu ya madhabahu ya kuzimu katika kuzuia huduma zetu. Nguvu ya madhabahu ya kuzimu katika kuzuia huduma zetu. Nguvu ya madhabahu ya kuzimu katika kuzuia huduma zetu. Nguvu ya madhabahu ya kuzimu. Tunaposema nguvu ya madhabahu ya kuzimu, tunamaanisha kuna nguvu ambayo inapatikana katika madhabahu ya kuzimu, na huwa inakuja juu kwetu sisi tuliko kwa ajili ya kuzuia huduma au vipawa ambavyo Mungu ametupa tutumike. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, na ukisoma katika kitabu cha Efeso 6 yule mstari wa 10 mpaka wa 11 pale anasema, ili mzidi kuwa hodari katika Bwana na uweza wa nguvu, shaiti uzivae silaha. Akataja silaha nyingi pale Paulo. Sasa kumbe akasema mbele, akasema kushindana kwetu sio kwa damu na nyama, ni kwa sababu ya mamlaka za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na mimi somo hili nasema nguvu ya madhabahu ya kuzimu. Kwa hiyo ukirudi nyuma katika Efeso utakuta kwamba kumbe mamlaka za giza na madhabahu ya kuzimu hawa ni shirika moja. Halo. Sasa basi nisiende mbali sana, tuangalie kitabu cha Kutoka ile sura ya 5 mstari wa 4. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 5 mstari wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 4 mpaka wa 9. Neno la Mungu linasema, mfalme wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haruni, mbona mnawaachisha watu kazi zao? Enendeni zenu kwa mizigo yenu. Kisha Farao akasema, tazameni, watu wa nchi sasa ni wengi, nanyi mnawapumzisha wasichukue mizigo yao. Na siku ile ile Farao akawaamuru wasimamizi wa watu na manyapara wao akisema, msiwape watu tena majani ya kufanyia matofali kama mlivyofanya tangu hapo, na waende wakatafute majani wenyewe. Lakini hesabu ya matofali waliokuwa wakifanya tokea hapo wawekee hiyo hiyo, msipunguze hata kidogo, kwa maana ni wavivu hao. Kwa hiyo wanapiga kelele wakisema, tupe ruhusa twende tukamtumikie, twende tukamtolee Mungu wetu dhabihu. Wapeni watu hao kazi nzito zaidi, waitabikie, wala wasiangalie maneno ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati sisi tunasema tumekuja hapa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, shetani analibadili neno lile, anasema ni neno la uongo. Angalia,
Mungu akati amemtuma Musa, tulisoma katika wakati tunaingia katika Pasaka, tulisoma katika kitabu cha Farao hiki ambacho Mungu alimtuma Musa kwenda kuwatoa wazee wa Israeli Misri. Lakini sasa angalia, Musa wakati ameenda kwa Farao, mara nyingi Farao alichoona kwamba ili watu hawa ambao nawatumikisha wakose muda wa kumsikiliza Musa mahubiri yake, akaongeza kazi. Bwana Yesu asifiwe. Akaongeza kazi. Kazi ilikuwa ni rahisi, walikuwa wanapata muda hata wa kuenda kuongea na wake zao, walikuwa wanapata muda wa kuwata kuonyesha watoto wa kina mama, lakini wakaongezewa kazi, majukumu, ili tu washindwe kupata nafasi ya kusikiliza maneno ya uongo ambayo Farao ndio kwa anajua maneno ya uongo, kumbe ni maneno ya kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikia kwambie, leo hii na sisi tuko mbele hapa tunajifunza neno kwa kusikia, lakini yuko adui ambaye yeye anaweza kukuongezea kazi katika masikio yako. Umekaa hapo na waza, nikitoka hapo najua sina unga, sina kusudi, sio sina unga, anazuia usikie, kwa sababu kisha kuwa umesikia uko na uponyaji. Sasa nisikia kwambia, huduma zetu sisi hazizuiliwi kwa kusema kwamba acha kuimba, acha kuyokomba. Hapana, watazuia vitu vile kufikia lengo la kuwa muombaji, watazuia vitu vile vitakofanya kufikia lengo kuwa mwimbaji. Wakati mimi naanza kuokoka, Mungu anisemesha kuhusu kuimba, lakini kila nikitamani kuimba nakuta muda haupo, najitatanua, nakuta muda haupo, kwa sababu mimi nikuta nisaidie fundi saa 12. Sasa nitafanyaje kazi hapa? Alafu majukumu yakaongezeka, nikaacha kufanya kazi za Bukobe. Mungu napata kazi za 8. Najiuliza hii ni nini? Mbona zamani wakati sijaokoka nilipata kazi hapa, lakini baada ya kuokoka eti kazi zinapatikana 8. Sasa unaweza kujua jinsi ambavyo shetani huwa anadili na huduma zetu, kwamba pale ambapo ulikuwa unatakiwa ufanye kwa karibu ili ukamtumikie Mungu, muda anaongeza majukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaongeza majukumu, kwamba ile pesa ambayo ulikuwa unapata labda ni 10,000 kwa siku, lakini yeye ataongeza majukumu ya pesa ile ikawa ndogo. Ukaona kwamba mbona mtoto ameanza kuumwa kwa pesa ile mwanzo ulikuwa umwi, lakini baada ya kuokoka matatizo, pesa inakuwa ndogo. Unajikuta Jumapili hauna hata 100, unasema ngoja niende na leo nikatafuta. Kumbe sio kwa sababu anataka usiende kanisani, anazuia huduma. Na sisi sote tuliokoka tuna huduma. Labda kama hujui, ndugu yangu, wakati naokoka mimi sikujua, mimi nikajua nitaokoka, na nilikuwa najua kabisa nikishaokoka mwisho wa dunia unafika, kwa sababu ndio Mungu ananiambia kwamba siku za mwisho zimefika, na nikajua nikishaokoka mwisho wa dunia. Kumbe kulikuwa na huduma ambayo itabidi niende. Sasa wana wa Israeli walipokuwa hapa wanasema kwamba Bwana, tuachie ruhusa tukamtumikie, tukamtolee, kwamba ilikuwa sio sababu ya kwenda Kanani, ni kwenda kumtumikia Mungu. Umekuja hapa, inawezekana mtumikie Mungu kwa lolote na unaona amani moyoni mwako, hauogopi kitu chochote, unaingia na kutoka, lakini kuko na sababu ambayo Mungu amekuamuru wewe ufike hapa, sio tu tuje uombewe. Hapana, no. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hawa watu Farao wakajua kwamba akiwa mwimbaji huyu atakuwa kama Ruzi Mwando huyu. Mimi ili niweke uchumi, ili niweke hukumu, mume wake awe mkorofi. Kwa wewe utakuwa unakuja hapa si kwa sababu ya huduma, utakuwa unakuja kwa sababu unataka maombi ya mume wako awatulie. Halo, utakuwa unakuja hapa kwa sababu unataka maombi, uchumi ufunguke. Lakini kusudi la Mungu si uchumi umebana kwa sababu wewe ni maskini. Anabana uchumi shetani ili uhangaikie uchumi, uache kuhangaikia huduma ambayo iko ndani yako. Haleluya. Twende tukasome katika kitabu cha Hesabu ile sura ya 13, tujue nguvu ya madhabahu ya kuzimu inavyotuhangaisha. Kitabu cha Hesabu ile sura ya 13 mstari wa 21 mpaka 39. Kitabu cha Hesabu ile sura ya 21 mpaka 39. Nasoma kama ifuatavyo: basi wakapanda kuipeleleza nchi toka jangwa la Sini hata Rehobu mpaka kuingia Hamas. Wakapanda katika Negebu, wakafika Hebroni na Ahimani na Sheshai na Talmai
wana wa Anaki waliokuwako huko, nao Hebroni uliojengwa miaka 7 kabla ya Soamu wa Misri, wakafika bonde la Eshkoli, na huko wakakata tawi lenye kishada kimoja cha zabibu, wakalichukua kwa mti kati ya watu wawili, wakaleta makomamanga pia na tini. Bonde lile lililotiwa bonde la Eshkoli kwa sababu ya hicho kishada walichokata huko. Wana wa Israeli wakarejea baada ya kuipeleleza nchi. Mwisho wa siku 40 wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa makutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi, wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na hayo ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile, angalia hapa, tuende pamoja. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ni maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Ameleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muhiti na Muebasi na Muamori wanakaa katika mlima wa Mkanani. Anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya na ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote waliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili na Waanaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema 39, no, ni 33. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikia nikwambie, Mungu alipokuwa anawatoa wana wa Israeli Misri, akasema iko nchi ambayo baba yenu Ibrahimu nilimwahidia ataishi, lakini hakuishi kwa sababu kizazi chake nilikotaka kije kiishi. Yeye aliishi, lakini hakuishi kwa kutawala, aliishi kama mtu wa kawaida. Lakini ninyi nataka mkatawale. Hebu elewa, Mungu amesema mnataka mkatawale, mkamiliki, mkawamiliki Wanefili, Waanaki, Wafilisti, wale wote ambao unajua ni wakubwa, mkawamiliki. Sasa sikia kwambie, walipopika jangwani ni sehemu ya maandalizi. Kama hapa umekuja hapa, inawezekana una huduma yote, ni sehemu ya maandalizi. Lakini ili ufike Kanaani ni sehemu ya kumiliki. Na maana unapofanya huduma yote ile umemiliki, maana yake uko Kanaani. Halo, unakuwa umeingia Kanaani unapoanza kumiliki huduma ambazo Yesu alizoziacha, akasema, na wote walioniamini watazifanya kazi nilizozifanya. Ina maana kwamba unakuwa uko Kanaani. Sasa wakati wako jangwani, wanapeleka wapelelezi, nendeni mkapeleleze nchi ambayo Mungu asema tuende. Kufika pale watu wakaona kweli watu makubwa nini, wakaona hali nzuri kweli, maziwa na asali wakayakuta kule, wakaona maisha mazuri, wakaona vitu vizuri. Lakini watu wawili tu ndio waliona kwamba kuna uzuri, wengine wote wabaya wakaona kuna ubaya. Na kilicho waofisha wale sio watu, sio mazingira, ni watu ambao Mungu asema ataenda kuwatawala. Wakaona watu wakubwa, wakasema hapana. Jinsi walivyotuona wale, waliona kama si mapanzi, wanakula watu wale. Wakaja na taifa zile zile. Hebu fikiria safari ya kutoka Kanaani kuja mpaka jangwani, hawajajii chochote, lakini ghafla wanapofika pale wanaanza kutoa kile uoga waliokuwa nao wewe. Sasa unaona uoga huu nitapeleka wapi? Akaenda kumwaga kwa mtu. Sasa watu wengine wawili wakasema kwamba jamani, tuupandie ule mji, tutaenda kumiliki kama Bwana alivyosema. Wengine wakasema hapana, hatuwezi, wale watu ni wakubwa, vita hatuwezi. Sasa sikia kwambie, kuko na wapelelezi ambao Mungu aliwatanguliza kabla. Inawezekana ni hapa kanisani, inawezekana kwenye wokovu.
lakini wale wapelelezi, taarifa walizoleta kwako ndizo ambazo zinarudisha huduma. Na tena kutoa mfano huu kwa sababu nataka kitu ujifunze. Wakati mimi naokoka, ni kanisani kwetu, niliwakuta watu wapo pale na wanatumika, lakini huduma zao zikawa kama wanamtumikia mchungaji. Mimi nilivyoingia pale nikasema mimi ninamtumikia Mungu. Sasa tunafuatana nao katika kazi, lakini wao wanatamani waendelee katika kazi, mimi navutwa kwenda kutumikia Mungu. Wakaanza kuniambia hapana, pale tunapajua, anaga shida pale, hata ukienda mara moja kwa wiki anaga shida. Sasa mimi taarifa zinanijia kwamba hakunaga shida, lakini mimi nina kiu ya kumtumikia Mungu. Hello. Sasa watu wale wakaanza kutaka kunivuta. Kitotokea sasa Mungu akatugombanisha. Wa huku. Ni rafiki zangu toka sijaokoka, lakini ndo walinifabisha nikaingia. Lakini wafika pale wakawa wako sehemu nyingine, mimi nikawa sehemu nyingine. Kwa sababu gani? Watu wakisha kuwa wameona Kanani, taarifa ambazo wanakuja nazo ni tofauti. Kwa mfano leo hapa ukatoka hivi, utamuuliza mwanako, ulimwelewaje yule aliyekuwa anahubiri asubuhi? Kila mtu atakuwa taarifa yake. Mwingine anasema nimeelewa, simuelewi. Mwingine anasema anachanganya. Kwa hiyo jinsi ambao ukipata nafasi ya kumuuliza mtu wokovu wako hadi leo umekuletea nini, atakujibu tofauti na atakuwa hakana shida kabisa, kwa sababu yeye anachotafuta ni kwamba akute amani, akute ustahimilivu. Sasa wapelelezi hawa ndio watu ambao inawezekana wameokoka au wametutangulia katika kanisa hili, watakuja kukuletea maneno ambayo atakuvunja kabisa. Haiwezekani. Unajua mchungaji, unajua nini? Mchungaji kama kurudi. Kama ndio hivi ni siwezi. Unarudi nyuma hata ile huduma ambayo ulitaka Mungu aifufue ndani yako, lakini kwa sababu umesikia kwanza kuna maneno kabla ya kufika, umesikia maneno, unajikuta unarudi nyuma. Mimi Mungu ameanza kunisemesha kuja hapa toka mwezi wa kwanza. Toka mwaka jana mwezi wa kwanza ndo kakaza. Mimi natia ugumu kwa sababu kabla sijakuja hapa na sijapewa maono, nilianza kusikia maneno ya kutoka hapa yanakuja kwangu. Hivi unajua pale nikasema, afu baadaye Mungu akaja kunisemesha na kupeleka pale. Nikasema haiwezekani Mungu, haiwezekani mimi niende huko ambako nimesikia haya na haya. Akasema wewe ni mtumishi wangu, ni mtumishi wa kanisa. Sikia ndugu yangu, ni mtumishi wangu, ni mtumishi wa kanisa. Nikasema ni mtumishi wako, chagua moja, urudi kwenye uzinzi na pombe au ukanitumikie. Akanipa masharti magumu ambayo alianza kutokea hapo. Kikombe cha chai miezi mitatu sikinywa. Kikombe cha chai hiki sinywi kwa sababu nimesikia, afu kusikia kwangu kukanifanya niogope. Halo. Kwa kuko na vitu ambavyo umesikia ambavyo kuna watangulizi inawezekana wa wokovu, unaona mchungaji fulani kafanya hiki, unasema kama ndio wachungaji wamefanya, mimi ambaye sio mchungaji. Unaona kabisa mtu alikuwa ameokoka juzi, maana kaingia kwenye pombe. Halo. Unasudi kama wokovu hakuna, na mimi ngojua wokovu mpaka kufa. Sasa hawa ni wapelelezi ambao wametutangulia kwenye wokovu, au hawakuokoka, walikuja tu kupeleleza, sio kwa nia ya kuokoka. Wakakuletea taarifa mbaya na wewe hukujua unaitwaje. Wamekuwa wakiimba kwaya, leo nasikia kabisa waimba kwaya, maske kabeba ujauzito wa nani, muimba sifa mwenzake. Unasema hakuna kwaya, mimi sitaki. Unarudi nyuma. Kumbe hapana, Mungu anakupeleka pale ili ukazibe ile pengo, kwamba hapana, mimi nataka kuwa nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Ezra ile sura ya 4, 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 ile sura ya 4 mstari ule wa kwanza mpaka wa 5. Basi adui za Yuda na Benjamini waliposikia ya kuwa wana wa msho wanamjengea Bwana Mungu wa Israeli hekalu, wakamkaribia Zerubabeli na wakuu wa mbari za mababa, wakawaambia, na tujenge sisi nasi pamoja nanyi, kwa maana tunamtafuta Mungu wenu kama ninyi, nasi twamtolea dhabihu tangu zamani za Esa Hadon mfalme wa Ashuru aliyetupandisha mpaka hapa. Lakini Zerubabeli na Yoshua na wakuu wengine wa mbari za mababa katika Israeli wakawaambia, ninyi haiwahusu
kushirikiana nasi katika kumjengea Mungu wetu nyumba, bali sisi wenyewe peke yetu tunamjengea Bwana Mungu wa Israeli nyumba, kama mfalme Koreshi mfalme wa Uajemi alivyotuamuru. Ndipo watu wa nchi wakazofishwa mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakijenga, wakawaajiri wa Ashuru juu yao ili kuwapinga kusudi lao siku zote za Koreshi mfalme wa Uajemi, hata wakati wa kutawala kwake Dario mfalme wa Uajemi, hata siku zote za mfalme wa Uajemi na kutawala kwake mfalme Dario. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu walikuwa wamejitoa katika nchi ya utumwa kama sisi tulivyotoka utumwani. Tunapokuja kwenye wokovu, Mungu anasema tukajenge hekalu lake. Biblia inasema kwamba Yesu ni mwili wa sisi, tunaojenga mwili wa Kristo, na kama tunaojenga mwili wa Kristo, manake tunalijenga hekalu. Na ndivyo ilivyokuwa kwa watu hao ambao walichukuliwa utumwani wakapelekwa huko, lakini zipoisha miaka ya utumwa wakasema watolewe pale wakamjengee Bwana hekalu. Lakini kulikuwepo na watu kule ambao baada ya uhamisho ule wao walichukuliwa kule wakaletwa huku kwamba watasimamia wazee, kwa sababu walichukuliwa vijana wenye nguvu wakaenda kule, wazee wakabaki hapa, wakaleta watawala wao. Sasa wakati wale watu wamerudi kuja kuijenga hekalu sasa kikamilifu, wakaanza kujenga, wakakutana na watu wakasema kwamba sasa hawa wameshaanza kujenga hekalu, maana watamwabudu Mungu, watamtolea sadaka, wataponywa mapepo, wataponya magonjwa, au watu watakuwa ni watu wa ajabu. Walichokifanya wakasema, jamani, na sisi tumeokoka. Yaani toka zamani sisi tushaokokaga. Na miaka 10 mbona mimi nimeokoka, mimi na miaka 10. Lakini msitutenge, na sisi tuko tayari kumwabudu Mungu wenu, wote tushirikiane kuijenga hekalu la Mungu. Angalia hawa watu, kumbe hizi fitina zijaanza leo, toka kipindi hicho. Kuna mtu anakuja kanisani anajua, wewe unajua kabisa ameokoka, anaomba, ananena na kwa lugha labo kashabula, unasema haleluya, na mimi niige mfano wake. Unavyoiga unakuta mbona njia zake hivi, unasema kumbe inawezekana nikanena kwa lugha hata kama nisipokuja kanisani mara 3. Kumbe yule pale amepewa kukuvuta wewe. Hao watu wakasema hatutaki kushirikiana nyie, sisi hatuwafahamu. Mungu amesema tulijenge sisi hekalu. Akasema sisi tunamwabudu Mungu, nimeokoka mimi toka muda mrefu. Angalia, unaiga kwa nani wokovu wako? Hata unaweza kuiga kwangu mimi nimesimama hapa, lakini kesho nikakudondosha, kwa sababu Mungu anachoangalia ni kwamba hasa mimi ni Mungu mwaminifu. Hata shiriki Mungu na mwanadamu, hata shiriki na sanamu. Kwa mimi naweza hapa nimekaa kama sanamu, Mungu ukanifuata mimi, Mungu akapiga ukabaki ukayumba. Lakini ukisimama mwenyewe katika kumtegemea Mungu utajua. Hao watu wakasema hatutaki kushirikiana na wewe, tunataka tumjengee Mungu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi wamekuwa tunahamahama makanisa, unahama kwa sababu gani? Yaani shemasi mimi, yaani shemasi namwamini kabisa, shemasi namwamini, yaani shemasi unaweza kuniambia hivi mimi? Shemasi ndio kufanya wewe kanisa? Ni shemasi tu. Wewe huyo aliwekwa alishirikiana tu kulijenga hekalu, tulimkaribisha, lakini hakuchaguliwa. Wewe umechaguliwa kwa ajili ya huduma. Shemasi anakuamia kusababisha na mzee wa kanisa, unajua mzee wa kanisa alisema hivi. Wewe sasa sikia, kwambia hao watu hawakutaka kuwasikiliza, wakasema hatutaki kushirikiana na nyie. Sasa sikia kilichotokea, wakasema kwa sababu wamekataa tushiriki pamoja, walichokifanya wakaanza kuwazofisha, wakaanza kuajiri watu, wanakuja kama wachungaji hapa, wanatubiria Injili, wanakuja saa hizi leo tunavyosema, tunaweza kupata huduma hiyo hiyo ya maombi hapa, lakini mtu yuko lazima apanda gari mpaka Dar kwa makosa. Wanamletea washiriki ambao waone kwamba wanachukua udhaifu wa hapa, wanaenda kufananisha na pale, alafu wanakuta pale sio, anatoka pale na pale, akiona udhaifu wa pale na hapo anatoka naenda pale. Kwa sababu gani? Hao watu wameajiriwa kwa sababu ya kukuvuta wewe, na ndio maana Yesu akasema kwamba siku za mwisho watu watashusha moto kutoka mbinguni. Kwa sababu gani? Ukisha kuwa unafuata muujiza, ina maana kwamba kuna shetani ameajiri watu ambao watakuvuta kutokana na tamaa yako wewe. Biblia inasema kwamba mtu hajaribiwi na Mungu, lakini tamaa yake huwa inamjaribu, kwamba huwa anakuwa anavutwa. Mwisho wa siku akishakuwa amevutwa, dhambi ile, tamaa ile inazaa dhambi, na dhambi inazaa kufa. Kwa hiyo unajikuta wewe kumbe umevutwa na kile unachokihitaji kwa kufananisha. Na mimi Mungu alinifundisha hivyo. Kitu cha kwanza nisifananishe. Toka nimeokoka kwa kanisa langu, sijaenda kanisa lote,
Ndio baada ya Mungu kunihamisha hapa. Sijawahi enda na nikataa, kwa sababu Mungu akasema kwamba ukishapata nguvu ya kufananisha huyu mtumishi huyu na huyu mtumishi huyu utachanganywa. Ni sawa na mtu atolewe darasa la kwanza apeleke darasa la 5, yeye asoma. Atasoma nini? Hataelewa, kwa sababu wale washafika darasa la 5, yeye yuko darasa la kwanza. Halo. Kwa hiyo kisha kuwa na tabia kufananisha, watu waliajiriwa kwa ajili ya kuzofisha. Hasa wewe unajua tunaabudu tu, kumbe kuna watu wametumiwa kwa ajili ya kuzofisha. Tunashindaje? Tunashindaje nguvu ya madhabahu kuzimu? Ndio tukasome katika kitabu cha Yohana, Ufunuo wa Yohana sura ya 12. Tunashindaje hizo nguvu za kuzimu? Tunashindaje hizo nguvu za kuzimu? Ufunuo wa Yohana sura ya 12. Tunashindaje? Tunamshindaje huyo kuzimu ambaye yeye kazi yake ni kuzofisha huduma zetu, kuzifanya zisirudi mbele? Tunamshindaje? Sura ya 12 mstari wa 7 hadi wa 12. Biblia inasema kwamba kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, wakatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo mshtaki wa ndugu zetu. Yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alo. Kumbe hauna kanuni, kulitokea vita mbinguni. Yaani vita tunavyoviona sisi hivi, tunavyoona sisi hivi hapa havijaanza hapa. Haya ni masalia ya vita vya mbinguni. Vita vya mbinguni vilianza hivi. Huyu shetani anakuwa na vikundi kwenye nyumba ya Mungu, vikundi, mwisho wa siku vinakuja. Tete Mungu akagundua, akapiga nene, akamtuma Mikaeli, akapigana vita wakashindwa. Halo. Waliposhinda watu wale wakasema kwa sababu wasiendelee kuleta uvumi huu, akawafukuza, akawatupa kuzimu. Alivyowatupa kuzimu, bado wanapanda kuja, wanataka na sisi tushinde kama vita walioshinda wale. Kwa hiyo vita ile iko duniani. Sasa anasema chini, anasema kwamba sura mstari wa 12, mstari wa 12 hapa anasema kwamba nao wakashinda kwa damu ya mwana kondoo. Halo. Sasa sikia ngwambie, wana wa Israeli walipotoka Kanaani, walitoka Misri, hawakushinda kwa sababu ya kwenda kwa Farao. Walienda mara nyingi, lakini Mungu akasema jifungieni ndani, alafu mchukue kondoo mle nyama, damu yake mwipake kwenye milango. Ghafla wakajikuta Farao anawafuata, anawatafuta wao. Jamani, endeni, tokeni. Angalia sasa, kumbe damu ya mwana kondoo ndiyo inaweza kushinda katika vyote, lakini na kwa neno la ushuhuda. Halo. Sasa neno la ushuhuda ni lipi ambalo hilo unaweza ukaliona? Neno la ushuhuda ni lipi? Neno la ushuhuda ni kile kitu ambacho mtu ameuwa kifanya ndani ya Mungu, kwamba huyu mtu hataki tu kuombewa ili apone, anataka kuombewa ili atumike. Ile ni neno ambalo ni package ya ushuhuda. Halo. Yesu anawaambia wale vipofu, nendeni mkajionyeshe. Ghafla yule kipofu anarudi peke yake. Wengine wako wapi? Sasa mimi sijui. Kwa sababu gani? Akuwaponya kwa sababu waende nyumbani waje kushukuru. Ndio maana aliwauliza yuko wapi? Sasa kushukuru kwetu sisi ndio neno la ushuhuda. Aya, fanya umeombewa, umepona, ukaenda kunywa pombe, una haja gani ya Mungu? Aya, umeokoka, umeacha ulevi, umeacha uzinzi, ukakae nyumbani, una haja gani ya wokovu kwako? Kama Mungu angetuokoa tutoe kwenye uzinzi, kwenye pombe, kwenye nini, afu baadaye nikasema kwamba inatosha kwa kweli, wataka tuiki. Mungu ni mganga kwa maana hiyo, si ndio? Sasa hawa watu walishinda kwa neno la ushuhuda, walikuwa na ushuhuda, ndio maana wakashinda. Hauwezi ukasema kwamba nitapona magonjwa yangu, alafu baada ya kupona mnoko unataka atulie kabisa, unataka akusikilize, ukisema naomba sadaka yake 10 akupe, nani akupe, lakini huna neno la ushuhuda ambalo litakufanya. Kwa nini mume wako atulie? Kwa mmoja mimi nilimfuata nyumbani, nikamwambia bwana, umekuja siku nyingi kanisani, vipi? Unajua mume wangu mimi kanikatalia lelelelele. Nikasema okay, wewe umeomba? Umeomba kweli? Nikasema unajua wewe una huduma ndani yako,
unajua ndio hivyo amenizuia. Una huduma unataka uombewe ili mume wako akusikilize, alafu uende kanisani pia akuruhusu mke wangu imba. Mume wako akwambie anza kuomba. Jamani, kwa sababu Mungu anaporuhusu mume wako afungue kibali cha wewe kwenda ibadani, maana yake anataka nafasi ile, pengo ile ambayo yeye kwa kuzuia mume wako aje kanisani. Wewe unakuwa unaimba kwaya hapa, wewe mume wako asema afadhali mke wangu akae huko niangalie TV kwa muda mrefu. Wakati unaendelea kutumika sawa sawa, Mungu anashangaa. Kwa sababu sikia nikwambie, hata huko kenda wanaume huko, hakuna mwanaume anapenda mume wake arudi saa 8 afu aitoka kwa sherehe. Lakini hakuna mke wake amerudi saa 8 ametoka kanisani, nina bwana hajaokoka, lakini anatazamia mimi kwangu ameanza kuokoka kabla. Lakini kwa na flight akienda kanisani anasema afadhali kwa sababu ajaenda kwa mafulani kupiga umbea. Na mimi nilikuwa bado sijajua, ila tunasema tu amenilinda. Yaani mimi kwa ninachojali kwamba amenilindia asichepuke basi. Lakini kwa sioni kwamba kuna nafasi ambayo labda Mungu atamtumia. Nilikuwa nataka tu anilindie, mchungaji alinde. Halo. Kwa inawezekana kuna mwanaume mwingine amefumba ufahamu kwamba mchungaji analinda. Alafu sasa analinda, alafu wewe ndio ulindiki sasa. Unarudi kuwa kwazo. Mungu angalia, anasema watamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa ushuhuda. Hatushindi tu eti kwa sababu naweka mikono kwa Yesu poka. Uko na kitu ambacho nimekifanya, ambacho hicho kitu ndicho kinachomwita yule kwamba bila hivi, bila hiki. Juzi kati nimeenda kushuhudia huko ndani. Nafika mama wangu nishaomba sana lakini hakupona. Nikafika nyumbani usiku, Mungu akanionyesha katika ndoto. Namuombea mama, nikasema hivi kitu gani nimefanya? Nikasikia sauti anasema, "Si ulienda kushuhudia?" Nikasema kwa ujasiri sasa, nikampigia mama simu. Alikuwa anaumwa vidonda vya tumbo toka niko nyumbani. Hajawahi pona. Ameombea miguu imepona. Lakini jana nikasema leo mama ndio mwisho. Nini uli? Sili maharage. Na nini mboga maboga? Na nini dagaa? Nikasema vikusanye vyote viweke hapo. Njoo tuombe. Nilivyoomba kile kinauma hapa. Nikaomba. Nashangaa mama sema kimehamia huko. Nikasema anakimbia huyo, namfuata. Piga nikaomba kwenye simu, sio kama nimemgusa. Mimi mangu yuko Sumbawanga. Kimekimbia huko. Mara kimeshuka kiunoni. Nikaomba maana kimekaa miguuni. Nikasema nenda ukitoa, nitatoa. Nikasema nimeumwa, yaani yeye kwa kunywa diklopa kutuliza maumivu ya vidonda. Ana kichwa kinamuuma, hawezi kubeba mzigo. Akigeuka na geuka yote kama sanamu. Lakini nikasema sasa hicho kichwa kinapona. Nikamwombea kichwa kikapona. Lakini sikuomba kwa sababu eti nimeokoka, kwa sababu naweza kuhubiri hivi. Ni kwa sababu kulikuwa na sababu ambayo ilisema kwamba ulienda kushuhudia. Halo. Tunashinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda. Asante sana, Mungu awabariki kwa kusikiliza wakati huu, na mkaribisha mchungaji atapiga pasi kwa mikunjo mingine.